Siku tumekaa tu sebuleni, nikamwambia Nipa, unaonaje tukafanya dance hapo hapo tu kwenye wheelchair, tukatafuta viti tukadance historia yako. Sisi watu wenye ulemavu tunakuaga tunauoga tu, lakini ukijaribu mwenyewe kwenda kila sehemu mwenyewe, hakuna mtu ambaye atasema no. Mtu mwingine anatamani kukuongelesha, lakini anaanza na lile neno la sorry, hata mudi ya kuongea inakukata. Kwa hiyo silaha pekee ya mtu mwenye ulemavu akienda sehemu ni kuwa very smart. Akikuona hivi ashtuke. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Mambo vipi guys, mnaendeleaje? Karibuni sana kwenye Story Yangu Podcast. Hii ni episode nyingine ambayo tumeandalia special kabisa kwa ajili ya ninyi kuweza kuburudika, kujifunza na kuhakikisha kwamba unapata michongo ya hapa na pale. Bwana, kwenye episode ya leo tuko na mwanadada ambaye kwanza ni mrembo, pili ana uthubutu, tatu ana kipaji kikubwa sana. Anaitwa Nipa. Tutajua mengi sana kuhusiana na yeye, lakini kabla tujakutana naye ili mkaweze kuyaona yale ambayo sisi tumeyaona mpaka tukamwalika kuja kutupa story yake, naomba nikwambie kwamba usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu ambayo ni Story Yangu Podcast. Instagram ya kwetu pia ni Story Yangu Podcast. Unaweza ukashiriki moja kwa moja kwenye Story Yangu Podcast kuweza kutuambia unamtaka mgeni gani aje hapa kuelezea historia yake ama story yake, lakini pia unaweza ukatuambia kama wewe pia uko na story yako ambayo you're sure ukishare na sisi ama ukishare na wana Story Yangu Podcast wanaweza wakajifunza kitu, wakaburudika na wakapata michongo hapa na pale. Unaweza ukatuandikia pia DM pale, alafu tukaweza kuisikia story yako. Ikikidhi vigezo tu, unakuja unaketi hapa na wewe unakuwa unatupa story ya kwako. Mimi naitwa Chika na usiende kokote kwa sababu ndo kwanza tunaanza. Nipa mzima. Karibu sana bwana. Bwana, huyu mrembo anaitwa Nipa, ndo mgeni wetu wa leo. Kama ambavyo mnamuona yuko kwenye wheelchair, lakini hali yake ya kuwa kwenye wheelchair ama kuwa na ulemavu haijamfanya yeye kustop na kuanza egemea watu wengine kwenye maisha yake au kulia shida au kujifanya victim. No. Kwa hiyo utasikia story yake and I'm sure mpaka mwisho wa episode utakuwa umejifunza vitu vingi sana, lakini pia utakuwa umeburudika sana kwa usiende kokote. Bwana, mimi nimekutambulisha kama kwanza mwanamke ambaye uko na kipaji. You're very talented, that's for sure. Kwenye vitu vingi sana, kwenye mambo ya music, unapiga hizi instruments za muziki, keyboard, keyboard, piano. Lakini piano. And then unatengeneza pia hizi ambazo mnaziona hapa jamani, vimetoka kwenye mikono yake kabisa. So kwanza hongera sana kwa hizo. Sasa mimi nataka turudi nyuma kabisa, kabla ya hayo yote kutokea, wewe kuwa na vipaji vyote, kudiscover everything about you. Hebu tupe historia yako. Kwanza wewe umezaliwa kwenye familia aina gani? Ni mtoto wa ngapi? Sawa. Kwa majina naitwa Nipa Mtana. Nimezaliwa katika familia ya watoto 6. Okay. Mimi ni mtoto wa pili. Okay. Yes. Okay, na kwenye familia yenu ni wewe pekee ambaye uko na ulemavu au ni wewe pekee yako? Okay. Na historia yako ilikuwaje? Ulizaliwa ukiwa hivi kwa sababu najua kuna wengine wanajiuliza, au ilitokeaje mpaka ukawa hivi? Sikuzaliwa hivi, nilizaliwa mzima, lakini nilivyofikisha miaka 3 ndio hii hali ilianza. Okay. Ilianza tu kama masiara, watu wakasema huyu mtoto akiwa mkubwa atakuwa anaringa sana. Mbona kama vile anainama, anachechemea hivyo, lakini hawakujua kama ndio ugonjwa hivyo unavyoanza. Okay. Yes, kwa hiyo ilianza hivyo, baadaye ikapelekea hii hali ya kushindwa kabisa kutembea na kutumia wheelchair. Okay. Na ilichukua muda gani? Kwa sababu umesema watu walikuwa wanasema kama una ringa fulani kwamba ukikuwa mkubwa na ulivyo mrembo basi ndo wala ni mashauzi. Unafikiri hicho kilipelekea pia wazazi kuchelewa kukupeleka hospitali wakawa wanachukua ni ile ya kawaida? Ilichukua hiyo. Yaani walikuwa wanachukulia kitu kama masihara. Okay. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana. Nadhani kama miaka labda 6 huko 7 ndio labda waligundua hii sio kawaida. Okay. Kwa hiyo wakaanza kunipeleka hospitali na hivyo. Kwa hiyo ilianza taratibu. Kwa hiyo naenda shule, sometime naacha. Okay. Kizidiwa naacha. Kinini hivyo. Mwisho wa siku nikaenda hospitali ya iko Dodoma, inaitwa Mlali. Walikuja madokta ambao ni familia nzima walikuwa ni madokta. Okay. Kwa hiyo walivyoniangalia walisema anaweza akafanyia operation. Moja inaweza ikawa hapa Tanzania, lakini nyingine ikawa huko nje
Okay. Lakini asilimia ya kupona ni ndogo kushinda ile yes, ya kutokupona. Kwa hiyo ilikuwa ni kama 60 sijui kwa 40 nadhani. Alright. Mwisho wa siku tukakubaliana na hali, wazazi wangu wakasema tunamshukuru Mungu, tukaendelea tu hivi hivi pasipo kufanya operation. Yes. Okay. So kwa matibabu yale yalifanikiwa kufanyika au ilishindikana? Hapana, hayakufanikiwa. Okay. Yes, waliogopa. Kwa hiyo nikakubaliana na hali, basi nikaanza shule hivyo hivyo taratibu, shule ya msingi. Nilisoma shule ambayo haina watu wenye ulemavu. Mlemavu nilikuwa peke yangu. Kwa hiyo nilikuwa ni special case. Okay. Na watu walinichukulia kwa upendo sana, wananipeleka, wananirudisha hivyo nyumbani hivyo. Okay. Mpaka nilipomaliza hapo na nikaanza kusoma shule ya sekondari, Jangwani Sekondari. Okay. So mimi nasema nijue kwanza umezaliwa wapi nyumbani kabisa? Nyumbani ni Dar es Salaam. Okay. Lakini mimi ni Mpare, kwa hiyo wazazi wangu ni watu wa Kilimanjaro. Kaskazini. Yes. So ulikulia Dar es Salaam pia? Ndio. Okay. Natamani pia nijue sasa kusoma kwenye shule ambayo haina miundombinu ambayo inawasupport watoto ambao wana ulemavu wa viungo. Ilikuwa inakuwa changamoto kiasi gani kwa upande wako? Jangwani ni shule special kwa watu wenye ulemavu. Okay. Ni mixture ambao wana ulemavu na ambao hawana ulemavu. Na mazingira mengi sana wameweka mazingira rafiki kwetu. Okay. Yes, kwa hiyo ilisaidia. Ni vitu vichache tu ambavyo vinakuaga na mapungufu, lakini katika shule zote tuseme Jangwani ni the best kwa watu wenye ulemavu. Okay. Ndio. Okay, sasa tukibaki hapo kwenye elimu, unaweza kashia na sisi pia ulisoma mpaka level gani? Yaani elimu yako ilienda mpaka ikaisha kwenye level gani? Nilisoma mpaka kidato cha 4. Okay. Pale Jangwani Sekondari. Baada ya hapo ndo matokeo yalivyokuwa, mimi nasubiria sasa matokeo. Babangu akaniambia nipo, unaonaje ukaanza kujifunza kinanda? Kwa naamini mikono iko sawa. Yeah. Kwa hiyo wakati unasubiria majibu, wewe nenda kajifunze chombo cha muziki. Kwa hiyo nikaenda shule tu, ilikuwa ni jirani na nyumbani. Nikaanza kama masihara hivyo, najifunza na enjoy kupiga noten. Kipindi hiko ni nyimbo sana za kanisani. Okay. Okay. Kwa hiyo nilikuwa napiga hivyo matokeo yalivyotoka. Basi sikubahatika kuendelea. Nikaendelea na masomo yangu ya muziki. Okay. Muziki kilikuwa ni kitu ambacho ulikuwa unakipenda au ndo baba na binti mkaamua mzungumze? Kwa mara ya kwanza nilikuwa kama vile unasua. Yes, nilikuwa nitaweza kweli. Okay. Yes, kutokana na ile kusoma shule ya wasichana peke yake. Ukitoka hapo unaingia ndani, hautoki au face watu. Kwa hiyo hata ile kunifanya mpaka niweze kuwa strong na kuweza kupiga mbele za watu. Na washukuru sana walimu wangu. Wow. Yes, nakumbuka mimi mwalimu wangu ambaye alikuwa ananifundisha kupiga kinanda. Nilikuwa nimechukua syllabus inaitwa IBRSM, Associated Body of Royal School of Music, ambayo ni syllabus ya London. Na kila baada ya mwaka mmoja, miezi mitano, mwezi wa 5 walikuwa wanakuja Tanzania wao wenyewe kufanya usahili. Okay. Yes, kukutrain ili uweze kuendelea na hiyo mitihani. Na mitihani ni grade 1 mpaka grade 8. Okay. Yes, kwa hiyo mimi kitu ambacho mwalimu wangu alikuwa ananikazania, nikiwa napiga anadondosha vitu kunijengea tu ule ujasiri. Yes. Okay. Kwa hiyo anakuwa anadondosha vitu, nasikia hiki, anakuja anafanya hivi, labda kuna wazazi wamekuja kuleta watoto wao, wanawaita na kuja na wapigia. Kwa hiyo ilinifanya niweze kuwa jasiri sana. Kwa hiyo nilisoma hiyo mpaka nilipomaliza grade 7. Sikuweza kuendelea na grade 8. Okay. Bahati Female Band wakaniiba. Okay. Wakaona mambo yashakuwa mazuri sana wakaniiba, kwa hiyo nikawa huko. Okay. Na tukibaki hapo kwenye muziki. Sasa unapiga tu kinanda au pia unaimba na wewe? Kidogo. Sio sana. Maana unajua mnaopiga muziki na kuimba waga viendi mbali. Yes, nilikuwa naimba zamani. Okay. Lakini sasa hivi nimestick sana kwenye kupiga, lakini pia
nafanya dansi ambazo zimebeba story ndani yake. Yes. Yeah. Inspiration ya kufanya dancing wakati upo kwenye wheelchair. Unajua nimeona clip zako ukiwa una dance like you're moving with your wheelchair. It's amazing, unajua. So kitu ambacho nimekiona kwa mara ya kwanza. It was like, wow, this is amazing. Hebu niambie, inspiration ulipata wapi? Nani alikupa ile nguvu ya kuanza? Kwa sababu kuanza mara nyingi ndio inakuwa ni ngumu. Sasa aliyefanya mimi niweze kujifunza dansi ni mkurugenzi wa Bahati Female Band, ambaye ndo wanamuitaga pacha, rafiki yangu sana, anaitwa Pili Maguzo. Okay. Yeah, nilikuwa nimekaa kwake. Uoga nikifiligi board, uoga na pia naendaga kwake kubadilisha mazingira. Alright. Yes, kwa hiyo nilipoenda akaniambia tusikie tumekaa tu sebuleni, akaniambia nipa unaonaje tukafanya dansi. Okay. Yes, hapo tu kwenye wheelchair, tukatafuta viti, tukadansi storia yako, alafu tujue namna gani tunaweza tukapata support na kuwasaidia watu wengine. Kipindi hiko yani sina idea, ni mimi tu napiga kinanda Bahati Female Band basi. Okay. So nikamwambia okay, ni kitu kizuri. Alikuwa amenunulia gauni kwanza jeupe. Okay. Tulikuwa tunataka tuende sehemu. Kwa hiyo ile gauni lilikuwa halinitoshi. Akaniambia ili gauni nitalichezea dansi tukiwa wote. Okay. Nikamwambia wao ni kitu kizuri. Kwa hiyo tukaanza kuandika pale, akaanza kuandika namna gani ambavyo tunaweza tukafanya. Nikaita watu nikawahadisia storia yangu ilivyoenda mpaka nilipofika hapa, na baadaye tukaanza kuandaa shairi linalonihusu mimi mwenyewe, ambalo ndani yake sasa ndio tumelitengenezea dansi. Okay. Kwa hiyo huo ndio mwanzo. Na katika hizo processes zilichukua almost kama mwaka mzima. Kwa sababu mpaka nimekuja kupata iko kiti cha dansi ni mwaka mzima. Okay. Yes, kilikuwa kinasumbua sana. Sio rahisi kuvipata hasa kwa nchi yetu ya Tanzania. Yes, viti vya michezo ni ngumu sana kuvipata. Hiyo tunaongea kabisa honestly. Yes. Kwa sababu mpo wachache mnaofanya. Yes. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kidogo, na pia the way labda namna ninavyoweza kukitumia, kwa sababu sio kama hichi. Kile chenyewe kina speed. Yeah. Yaani ukikiweka hivi na hakina break. Kwa unashangaa unajikuta huko kule unadondoka. Kwa hiyo ilinichukua muda kidogo, lakini namshukuru Mungu naendelea vizuri. Okay. Najua wengi wanatamani kusikia changamoto ambazo umezipitia, lakini huko tutafika taratibu. Kabisa. Sasa mimi nataka nijue pia wewe ni mwanzilishi wa Nipa Foundation. Hebu niambie kwanza, wazo la kuanzisha foundation lilikujaje kwenye akili yako, na support system yako pia ilikuwaje kuweza kuanzisha foundation? Yeah. Wazo la kuanzisha foundation ndio baada sasa ya kuanza kutaka kuandaa show hiyo ya dansi. Okay, nilitaka kuandaa kitu changu peke yangu, lakini saa pia watu wanaonizunguka kama huyo mkurugenzi wa Bahati Female Band Pili Maguzo, kuna kakangu mwingine anaitwa Ambele, wakasema kwani tunaona mbali kupitia sanaa yako, kama ukianzisha taasisi inayoweza kuwaboost watu wengine kupitia sanaa. Yes, kwa hiyo akaniambia tuanze kufuatilia process, na kwa kweli ilinichukua kidogo ngumu, nilikuwa naogopa, lakini wakaniambia ili uweze kufanikiwa ni lazima ufanye mwenyewe kila kitu. Exactly. Kwa hiyo nikaanza kufuatilia serikali za mitaa mwenyewe, nikaenda kata, nikaenda wilayani, na uzuri ni kwamba yani sisi watu wenye ulemavu tunakuaga tunauoga tu. Yeah. Lakini ukijaribu mwenyewe kwenda kila sehemu mwenyewe, hakuna mtu ambaye atasema no. Kwa sababu watakuamini, wow, mpaka ameweza kufika hapa, huyu ni jasiri. Yes. Kwa hiyo niliweza kufanya hivyo, na baada ya muda kidogo nikaweza kusajiliwa katika taasisi ya Ngoo Dodoma na kupokea cheti changu. Okay. Yes. Sasa utuambie Nipa Foundation inajihusisha na nini, lakini pia ina wanachama wangapi mpaka sasa hivi? Sawa. Kwanza kwa nini nimejiita Nipa? Nipa limetokana na jina langu, mimi naitwa Nipaeli. Yeah. Maana ya Nipa inamaanisha nipe. Yes. Alafu Eli inamaanisha Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo kuiunganisha hapo naambiwa kupewa na Mungu. Yes. Kwa hiyo niliamua kuliita Nipa kwa ajili it's a given
Yes, na lina maana kubwa sana kwangu mimi, lakini pia kwa jamii, kwa yule ambaye atalielewa hili jina. Kwa hiyo Nipa Foundation ni taasisi inayojumuisha sanaa na ubunifu kwa watu wenye ulemavu. Sawa. Katika kutoa fursa, elimu na kadhalika. Ndio. Ni shughuli gani ambazo mnahusika nazo kwenye, yani like kwa kuzimention zenyewe sasa, kufanya hichi, tufanye hichi, tufanye hichi? Sawa. Shughuli tunazojishughulisha nazo sana ni kutengeneza culture kama hapa tunavyoona kwenye meza. Yes. Lakini pia tunafanya sanaa za jukwaani. Kama mtu ana kipaji cha kuimba, ana kipaji cha kucheza, ana kipaji cha kusoma mashairi, ana kipaji cha kupiga ala za muziki na kadhalika, labda ana kipaji cha kuchora. Yes, kwa hiyo ni sanaa na ubunifu, yani kwa ujumla. Vitu vingi sana hapo vipo. Yes, kutengeneza labda batiki. Yeah. Sasa kwenye kuanzisha foundation ambayo ina vitu vingi kama hivyo, najua mlikuwa mnahitaji miundombinu. Mlikuwa mnahitaji vifaa vingi. Yes. Mnahitaji pesa pia kwa sababu wewe ndio umesimama, afu inabidi usupport watu wengine. Hivi vitu ambavyo vitengeneza vitu pia vinahitaji ununue material, everything. So, hebu tuambie, uliwezaje? Ni kina nani ambao wako nyuma wamekushika mkono kwenye kuhakikisha kwamba swala lako linafanikiwa ama kampuni yako inaendelea kusimama? Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Exactly. Kwa hiyo wakati naanza still bado ni changa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo bado tunaendelea kusonga. Yes, tukipata mtu ambaye anatusupporti tunafanya. Lakini pia sisi mwenyewe, uzuri ni kwamba mimi mwenyewe natengeneza hizi. Kwa hiyo nikiona vipi pia najitolea. Nawafundisha wenzangu. Yes, nawafundisha wenzangu kile kitu ambacho naweza, na still bado tunahitaji watu wa kutushika mkono. Kwa hiyo bado tunaendelea kutafuta watu. Watu wengi wanajiuliza, unajua watu wengine wanaweza wakaongea kwamba serikali ina support watu ambao wana ulemavu wa viungo, lakini wewe kama muhanga ama mtu ambaye pia una ulemavu wa viungo, unaweza ukatuambia vizuri zaidi. Support ya serikali ipoje kwa watu ambao mko na ulemavu wa viungo? Tunamshukuru mama yetu. Anaendelea kutushika mkono. Yes. Na tunashukuru pia serikali yetu, especially mimi kusema kweli nashukuru sana. Kwa mfano BASATA, wakati pia naenda kuisajili foundation yangu, hawakunisumbua. Yes, waliweza kunisajili vizuri tu, na ninaamini bado tunaendelea kuandaa matamasha mbalimbali, na tutawakaribisha pia. Yes, tutakaribia pia. Kwa hiyo naamini pia nitazidi kushirikiana na serikali vizuri kabisa. Ulishawahi kupata nafasi ya kwenda kuiwakilisha nchi nje kabisa kwenye masuala mazima ya sana? Unaweza ukatuambia ilikuwaje? Ilikuwa nchi gani? Experience ilikuwaje pia huko ulikoa? Sawa. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa 5 mwaka jana. Niliambiwa tu kuna kakangu mmoja yuko pale Goethe Institute. Nilikutana naye kwenye mambo ya sanaa. Akaniambia, Nipa, unaweza tu kunitumia CV yako au biography. Kuna mahali zinahitajika. Hakuniambia exactly ni wapi. Yes. Kwa hiyo nikatuma, nikakaa kidogo, kila siku namsumbua, anaambia tulia, sio mimi ambaye nafanya hivyo vitu. Kwa hiyo nikawa mpole. Ilipofika mwezi wa 4, wakanijibu. Walianza tu kuniuliza ni vitu gani unahitaji kama ukiweza kusafiri kwenda Ujerumani, kwa sababu Goethe Institute ni taasisi ya kiutamaduni ambayo inatokea Ujerumani. Yes, kwa hiyo ina matawi kila nchi. Kwa hiyo walinicheki, wakaniambia hivyo. Baadaye wakatoa majibu, wakasema wewe ndio umechaguliwa kwenda kuiwakilisha Tanzania nchini Ujerumani. Na ni kwa upande wa sanaa. Kwa hiyo nilimshukuru sana Mungu kwa hiko kitu. Na ukizingatia kwamba mimi najiita bado ni mchanga sana kwenye sanaa, especially kwenye upande wa dancing, na hilo tamasha pia lilikuwa linahusiana moja kwa moja kwa dancing. Experience ilikuwaje kule nchi za watu?
Experience ilikuwa nzuri sana. Cha kwanza nilisafisha macho. Iko ndo cha kwanza. Okay. Tusiangalie vingine. Okay. Kwanza Tulienda nje. yes. Kwa hiyo nilisafisha macho. Nilienjoy sana kwa sababu pia nilipanda ndege mpaka Dubai, and then Dubai ndo nikaenda kule. Kwa hiyo nilipita nchi mbili pale tuseme. Yes. Okay. Lakini kitu ambacho nimejifunza sana kwa wenzetu, yani wenzetu hawachukulii ulemavu kama ugonjwa. Okay. Wenzetu mtu mwenye ulemavu anaweza akawa na labda kiti chake, wenzetu wameendelea kidogo, kwa hiyo labda hata ana kiti kile cha kujisukuma mwenyewe, anaweza akatoka akaenda barabarani, mazingira pia ni rafiki. Yes. Lakini pia wenzetu ukifika sehemu uwezo ukawa umekaa sehemu unakunywa soda, mtu anapita na kuambia pole. Hakuna hiyo kule. Yaani hakuna huruma iliyopitiliza. Hakuna huruma ile ambayo itamfanya mtu mpaka ajisikie vibaya. Exactly. Au yani kufikiria kwamba yani ukimgusa hivi labda atabonyea. No, sisi hatubonyei. Tusiekele huruma hizo. Kwa hiyo kule nimejifunza sana na vitu kama hivyo, na imenifanya nizidi kuwa jasiri zaidi. Yes. That's amazing. Sasa nataka turudi hapa kwetu kwa hao ambao wanakubonyeza kukutana na wewe. Unakuambia pole bila sababu ya msingi. Yes. Ile sympathy ambayo inawafanya mwe uncomfortable. Talk to me about that. Hebu tuambie experience waga inakuaje? Na mna react vipi mtu akikufanyia kitu kama hicho? Kwangu mimi si react chochote zaidi tu mimi mtu akiniambia pole namuulizaga ya nini. Yani ya nini? Inategemea kama alinikuta kwenye zile odi za hospitali, nitaitikia hiyo pole. For sure kabisa. Lakini kama tumekutana sehemu wote tuna enjoy, sorry for yourself. I'm not sorry. Sorry for yourself. Okay. Na ndio maana tuko hapa. Uzuri wa sanaa ni kwamba unaweza ukaelezea kile kitu ambacho ni kigumu kukielezea kwenye jamii. Okay. Yes. Kwa hiyo mimi kama Nipa na kama taasisi ambayo inajumuisha sana, tutaenda kutoa elimu kubwa sana, na kuna shairi ambalo nimeliandaa linaitwa Unanipenda au Unanipenda Pia. Okay. Yes. Ni shairi ambalo limebeba jumbe kama hizo, kwamba jamani tusioneane huruma kupita kiasi. Yes. Yes. Na sisi ni kama watu wengine tu. Exactly. Yes. Kwa hiyo litaweza kuelezea zaidi maisha yetu, lakini pia jamii inayotuzunguka na vitu ambavyo tunavyostahili. Yani wewe unachokifanya na mimi ninachokifanya kinaweza kikawa kitu kimoja, lakini ufanyaji ukawa ni tofauti. Exactly. Yes. Kwa mfano labda mtu anahitaji kufagia hapo chini, wewe unaweza ukainama ukafagia, lakini mimi naweza nikakaa hapo chini nikasota lakini nikafagia. Exactly. Yes. Kwa hiyo vitu kama hivyo tutaweza kuwaelezea jamii. Huenda pia ni ukosefu wa elimu. Exactly. Yeah. Hajapata experience. Mwingine anakuwa hajui ya react vipi. Yes. Yes. Mtu mwingine anatamani kukuongelesha lakini anaanza na lile neno la sorry. Hata mood ya kuongea inakukata. Exactly. Yes. Kwa hiyo kuelimisha I hope itakuwa nzuri, itakuwa nzuri zaidi. Yes. Kwa hiyo tutaenda kuelimisha kupitia sanaa, kupitia Wow. Yes. That's amazing. Sasa nataka nikurudishe nyuma kabisa. Hali ilivyotokea, ilikuchukua muda gani kuikubali hiyo hali? Lakini pia ni changamoto gani kubwa ambazo ulikuwa unakutana nazo kwenye jamii wakati wa kukua? Okay. Kipindi kile niko mdogo. Sikuwa jasiri kama hivi ninavyoonekana hapa. Sikuwa kama mrembo kama unavyosema. Okay. Nilikuwa kawaida, nilikuwa nina huzuni, nilikuwa ninaumia, nilikuwa najiona mpweke hivyo. Lakini kupitia shule, kuchanganyika na watu iliweza kunisaidia sana sana.
especially nilivyofika Jangwani secondary school. Nilikutana na wadada ambao wenye ulemavu, tena unakuta mtu ana ulemavu mkubwa labda kushinda wewe, lakini ana survive, ana furaha, anaishi, anapendeza. Na uzuri wa pale Jangwani kulikuwa na madada wa shule. Ili uwe yani ili upate dada mzuri wa shule, lazima uwe msafi, lazima uwe smart. Yes, kwa hiyo tulikuwa tunajitahidi kwenye vipengele hivyo. Kwa kweli. Unje shule za Singo dirasa. Kabisa. Yeah, wow. Hongera sana kwa hilo. Lakini unakumbuka incident yoyote ama tukio lolote ambalo liliwahi kukutokea ukajisikia vibaya, labda mtu alikufanyia au alikwambia maneno kutokana na hali yako uliokuwa nayo na ikakuumiza? Nakumbuka. Kuna hii hali ambayo ukiwa umeenda labda sehemu, sana sana mimi nafanya muziki, naenda kwenye mahoteli mengi, tunaenda kufanya muziki. Ukienda pale ukakutana na yule mtu anafungua mlango pale mlangoni, kidogo wanakuaga hash. Wanaona kama vile umeenda kuomba pale. Yaani uende hoteli kubwa vile alafu umekaa pale. Yaani wanaona huyu naye kaja kufanya nini? Unaona? Kwa hiyo inakuaga kidogo sio nzuri kwetu. Lakini kuna sehemu moja nilitaka kuingia. Nilitaka niende nikanunue hereni. Mimi napenda sana urembo. Kwa hiyo nilikuwa nataka kwenda kununua hereni. Na hizo hereni hivi vidogo vidogo vya pembeni vinauzwa sehemu kubwa kidogo quality. Kwa hiyo nilivyoenda pale, nimemwambia bajaji, sasa nataka niingie humu ndani, naomba unishushe. Kwanza alikataliwa kwanza kupaki. I was like, what? Kwa nini? Tukaenda kuongea na mlinzi wa pale ambaye ni mkubwa kidogo. Tukaambia kuna mtu yuko pale na bajaji anataka kushuka kwenda kuangalia vitu vyake. Kwa nini tumekataliwa kufunguliwa mlango? Exactly. Yule akamwambia okay, mruhusu kuingia. Na still bado nimepita pale, eti yule aliyekaa ananiuliza, "Unaenda kufanya nini?" Nikamwambia, "Naenda kuomba." Kwa sababu labda ndio jibu alikuwa anataka kusikia. Inawezekana ukamwona mtu yuko smart, anaendeshwa anaenda sehemu fulani, alafu anakuuliza unaenda kufanya nini? Na wakati pale inajulikana kabisa wanafanya njoo nisindikize. Yes, sometimes watu wanaonaga mtu mwenye ulemavu yuko very harshly, lakini ni kutokana na jinsi wewe mwenyewe unavomchukulia. Exactly. Yes, it's not fair mtu unaenda sehemu unakuta hivyo. Kwa hiyo silaha pekee ya mtu mwenye ulemavu akienda sehemu ni kuwa very smart. Akikuona hivi ashtuke. Exactly. Kwa kweli. Okay, na kwenye mapambano yako sasa, especially kwenye dancing. You know, ni kitu ambacho kinahitaji, umesema mwenyewe kiti kile akina breki. Hebu tuambie changamoto ambazo ulikuwa unakutana nazo especially kwenye kujifunza kudance, kwa sababu unasema ilichukua mwaka na nusu wewe kuweza kumaster vizuri na kuanza kuperform majukwani. Changamoto kubwa ilikuwa ni ipi, ama ni changamoto ipi ambayo huwezi kuisahau uliyopitia kwenye kujifunza? Jinsi ya movement kwenye kile kiti kidogo ilikuwa ni ngumu. Kucontrol, maana kwenye zile flow pia za kudansi ni kama ziko kama hivi, sehemu kama hii. Kwa hiyo ukicheza kidogo ni kwamba unadondoka unaenda kule kwenye audience. Kwa hiyo pia hiyo, na sometimes pia kuna siku unacheza sana kwa hisia. Kwa hilo shairi langu limebeba jumbe nzito sana na lina mashiko sana kwenye mambo ya hisia. Kwa hiyo kuna siku yani kidogo tu ilibaki nidondoke, mtu akaniambia bana, nilifunga macho niko hivi. Unaenda kudondoka huko. Kwa hiyo nika control. Kwa hiyo pia ilinifunza kwamba hata kama mtu ukiwa na hisia namna gani, ukiwa kwenye sehemu ya kazi unatakiwa ujicontrol ili pia uweze kufanya kazi yako vizuri zaidi. Yes, kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Lakini pia naye dance naye ndio huyo mkurugenzi kidogo amenizoea. Kwa hiyo ukisikuwa kwa mfano mara ya kwanza alikuwa ile step nyingi sizijui nini, vile vibao vingi sana. Lakini sasa experience nyingine ambayo yeye mwenyewe aliifanya, aliipata, kuna vile vitu vingine vilikuwa ni vigumu, kwa hiyo siwezi kufanya.
Akaniambia hebu subiri kwanza mimi nikae nikuelekeze. Okay. Yes, kwa hiyo alikuwa amekaa yeye ananielekeza. That's amazing. Imefika kesho yake tunafanya mazoezi. Anakuambia uti wa mgongo unamuuma, yani mgongo unamuuma sana. Kwa hiyo pia sio rahisi. Yes, sio rahisi kukalia hiki kiti, lakini ni kwa uwezo tu wa Mungu. Okay. Yes. Wow. Sio ukafikiri kukaa wote kama ni rahisi. Sio rahisi kwa kweli. Okay, sasa nataka tuingie kwenye sekta ya mahusiano ambapo vijana wote huko mtihani upo. Yaani huko kwenye hali yoyote mahusiano nayo ni mtihani. Tuko kwenye kizazi chetu hichi. Hebu tuambie, historia za mahusiano yako pia wewe zipoje? Kwa kweli no comment. Siwezi kusema sana, lakini kitu mimi ninachokitafuta, mimi natafuta miguu yangu. Okay. Yes, simtafuti handsome, si ana nini, ana six pack. Okay. Pack tu nini huko wanaoitaga wenyewe watajua. Natafuta miguu yangu. Alright. Yes. Ni mtu anaweza asiwe ana hela, asiwe ana nini, lakini akawa ni mtu ambaye anaweza kukusapoti sana katika hali ulionayo. Okay. Sihitaji huruma iliyopita kiasi. Okay. Sihitaji huruma like kama ukiniona unahisi kwamba vile yani hata ukinigusa hivi ndo nitabonyea. Okay. Sihitaji mtu ambaye ananipenda pia. Nahitaji mtu anayenipenda. Okay. Yes. Wow. Na ndio maana tunaandaa hivyo vitu ili watu waweze kuelimika zaidi. Yes. Changamoto inakuwa ni ipi haswa kwenye kuingia na mtu kwenye mahusiano? Like kugundua huyu ni genuine au sio genuine kwa upande wako? Yaani mimi cha kwanza tu pale atakapokuwa anaongea ile mara ya kwanza. Yes. Okay. Yes. Atakapokuwa anaongea mara ya kwanza. Obviously lazima kwanza mtu utangulize utu kabla ya mapungufu, kabla ya ulemavu wa mtu. Okay. Yeah. Kwa hiyo the way atavoni treat mwanzo as a friend, as normal person, ndio mtu ambaye nitamuona kweli ana huruma wako kirahisi. Yes, wow. Sihitaji mtu ambaye naishi naye kwa njia ya huruma, yani kwamba amekupendelea, amenipendelea. That's not good. Yes, hapana kwa kweli. Okay. Unakumbuka sababu yote ambayo imevunja mahusiano yako? Ambao maybe yani like unajua kila mtu ana sababu ambazo waga zinavunja mahusiano yake. Labda wengine usaliti, wengine kila mtu ana sababu yake. Wengine walishindwa kuelewana kwenye goals za maisha na nini. Kwa upande wako sababu hivi unaikumbuka iliyovunja mahusiano yako ya hivi karibuni? Sasa hapo sisi kuongelea sana, lakini kitu ambacho kinavunja sana mahusiano sio kwangu tu, lakini hata kwa watu pia ambao wananizunguka, naona kwa wanawake ni kulalamika sana. Sometimes sisi njia yetu pekee unaona ni kuongea ndio utahil, lakini sometimes kukaa kimya napo inasaidia. Sio kila kitu ambacho unatakiwa uongee. Yes, labda asipige simu na wewe ukalalamika, kwani hujapiga simu, kwani hujafanya hivi. Sometimes unatakiwa labda ukae kimya ili yeye mwenyewe ajishtukie, na ukiona kama ajishtukie basi unajua huyo sio mtu sahihi kwa kabisa. Exactly. Hebu tuzungumzie usaliti kwanza kwa upande wako. Ushai kumfumalia mpenzi wako labda waliopita, au wewe ushai kukutwaga na message fulani hivi ukashindwa kutoka kwenye mtego, au swala la usaliti kwako walijapitaga? Hapana. Uje kusalitiwa? Kama amenisaliti basi sijaona hivi message kabisa. Yes. Wow. Kwa hiyo sijapitia hiko kitu. Yeah. Sio mtu akagua simu. Ndio mpate sasa huyo kumkagua naye sio. Au ndo kila mtu ashike simu yake? Ndio nasema ndo mpate. Okay. Na sidhani kama ni sahihi mtu kugusa simu ya mwenzako, na mwisho wa siku ndo unabaki tu kulaumiana. Kwa hiyo yeye ashike yake na mimi nishike yangu. Wewe bwana. Tumemaliza. Kwa nini mshare mwili lakini mshindo kushare simu?
yani mimi naona ni bora iwe hivyo. Okay. Yes, mimi am single lakini. Yani Okay. nasema hivyo lakini am single jamani. Okay. Na mmeshaambiwa qualities ambazo zinahitajika. Sio dark tall handsome, no. Uwe na utu na uwe na utulivu kabisa. Yani pia uwe na support, support. Sio kama umuone huruma, no. Yani mtu kama watu wengine kawaida wala haumwi. Mtu kwamba tia anaumwa, whatever, no. Ndio yuko sawa, yuko physical fit kabisa. Kwa hiyo ni kumsupport kwa alivyo, lakini sio unaweka sana huruma zile zilizopitiliza mbele. Unajua kwamba na ukiona kwenye mahusiano yake pia naye pia ni sio kwamba umemuonea huruma, yani kwamba like you're doing a favor, no. Uwe ni mtu uko intentional na kile ambacho unakifanya. Kwa vijana mrembo mmemuona, msiniwe nyinyi tu. Na amechasema first impression ndo kila kitu. Kwa ukijichanganya tu kwenye first impression, umepoteza. Okay, tuko tunaongea kabla hatujaanza kushoot, kaniambia pia Mama Samia amekusupport, amewasupport. Unaweza kashia na sema support kwenye nini? Hapo sizungumzii foundation, na sizungumzia bendi ambayo nipo pia. Okay. Inaitwa Bahati Female Band, ambaye ndio huyo mkurugenzi Pili ndio mwenye hiyo bendi yake. Okay. Yes, kwa hiyo pale tunashukuru alitusupport. Ndio sehemu ambayo pia imenikuza, kwa hiyo sitoacha kujivunia popote ninapoenda na kuishukuru. Mama Samia alitusupport vyombo. Okay. Vyombo vya muziki. Lakini pia ni kama mlezi, waga pia anatukaribishaga Ikulu, tunaenda kumpigia nyimbo. Wow. Na hivi karibuni tutazindua nyimbo yetu ambayo itakuwa inamshukuru specific yeye kwa kutufanyia hivyo vyote, lakini tukumbuke kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Mambo ni moto. Kwa hiyo tumejiandaa, vijana wake tuko vyema kumsupport. Tuko vyema kabisa. Okay, basi tuje kwenye sana kwa sababu urembo who is Cheni na hizi ni nzuri sana. Of course it's beautiful. Afu kizingatia ni handmade, it's amazing. Yani jamani, hebu tuambie watu wanazipata wapi? Yes. Watu wanazipata kwa kupitia mitandao yangu ya kijamii. Wanaweza wakanitafuta. Hizi ni product ambazo natengeneza mimi. Yeah. Lakini pia kuna wale watu ambao kupitia taasisi ya Nepa Foundation waliweza kupata mafunzo haya ya kutengeneza vito au urembo kwa kutumia shanga za asili kama hizi. Yes. Kwa hiyo kama unahitaji kuwa support au watu, tunapatikana kwenye mtandao wa kijamii, ukitufollow Nepa Foundation. Okay. Ukatutext kule, labda Instagram, na pia labda kwa namba za simu tunaweza kwa nini. Lakini pia kupitia hiyo mimi mwenyewe ni kazi ambayo inaniweka mjini. Kwa hiyo pia mimi mwenyewe nafanya bidhaa zangu. Wow. Kwa hiyo kama mtu pia akihitaji kununua huko atanicheki. Lakini pia akihitaji kusupport foundation kule pia tunamkaribisha sana. That's amazing. So kabla tujamaliza uzungumzie na vijana, mimi natamani uniambie pia kwenye foundation yako kuna vijana wengine wenye ulemavu ambao umewasupport. Hivi ni kijana gani ambaye shaikuja kwako ambaye naye pia ana changamoto ama ana ulemavu na akakuelezea historia yake na ikakuumiza sana au ikakugusa sana moyo wako? Na story ilikuwaje? Okay. Wako wengi. Wako wengi na wengi sana wanakuwa wanapitia changamoto. Siwezi kutaja story ya mtu specific, lakini kwa ujumla watu wengi wanapitia changamoto kutokana na jamii kutoamini katika kile kitu wanachokifanya. Okay. Yes. Na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwaelimisha tu na kuwatia moyo. Okay. Bado foundation ni changa, hatuna ule uwezo wa kusema tumpatie sijui labda mtaji mkubwa na nini, lakini uwaga tu tunawatia moyo, alafu tunawapa elimu ya ujasiriamali. Yes. Lakini pia tunawapa elimu ya afya ya akili. Okay. Kwa sababu watu wengi sana uwaga wanatoa elimu zote, lakini wanasahau kwamba ukiwa na matatizo ya afya ya akili hauwezi kufanya chochote. Exactly. Hauwezi kucreate ubunifu kama huu hapa bila kuwa na utulivu wa akili. Yes, ukiwa na utulivu wa akili. Kwa hiyo sisi uwaga kazi yetu ni hiyo, tuna wa inspire kupitia hivyo. Okay.
Lakini kikubwa mimi ninachotaka tu kuwaambia watu wengi wenye disabilities kwamba kila mmoja anapitia changamoto. Hata mimi napitia. Lakini cha msingi ni kwamba kuichukua ile changamoto, kuifanya chachu ya mafanikio yako. Exactly. Yes. That's amazing. Basi sawa. Hapa sasa nikupa nafasi ya kuzungumza na vijana wenzako. Vijana ambao wanakuwa hawataki kupiga hatua, hawataki kuchukua hatua kufanya jambo fulani ama kufuatia talent ambayo wako nayo au kuchukua fursa mbalimbali ambazo wanakutana nazo. Sasa huo ni uzembe. Na uzembe kwenye nchi yetu Mama Samia mwenyewe hutaki. Okay. Kitu ambacho unachotakiwa ufanye ni kwamba onyesha kwamba mimi ninaweza kitu fulani. Okay. Alafu yupo mtu ambaye atainuka kukusupport. Okay. Na uzuri kwamba unamwamini Mwenyezi Mungu, Mungu huwaga anainuaga watu. Exactly. Kabisa anainua watu. Hatusemi kwa ubaya, mtu labda atujue anapitia mazingira gani mpaka labda anapitia, labda anaweza akawa anaomba barabarani na kadhalika. Lakini unaweza ukatumia njia ya busara, ukatumia utu na utulivu, ukajiajiri, hata ukifungua sehemu ukabrush tu viatu. Yaani kuna mtu mwingine anafanyaga sadaka tu. Mimi kwa mfano, mimi natolea mfano, mimi nafanya hizi. Na huaga naendaga kwenye matamasha ya muziki, kuna Marafiki Festival. Yes, kuna Weekend Live. Sio kuna nafasi pale Alliance Française. Naenda na wafuasi, jamani naomba niweke vitu niuze. Na huwezi amini. Yaani sijawahi kuondoka sijauza hata siku moja. Kuna mwaka jana nilikuwa kwenye tamasha moja katika hayo matamasha. Na wenzangu walikuwa naendaga asubuhi. Mimi kidogo nilichelewa kidogo kutokana nikikaa muda mrefu pia naumia mgongo. Kwa hiyo nikasema ngoja nichelewe kidogo. Nimekaa bwana mpaka saa 1 sijauza. Okay. Ni ndani ya moyo wangu nikasema Mungu usinitanie wewe. Wewe niondoke hapa bila kuuza. Nikosa nauli. Huwezi amini. Ilikaa muda kidogo niliuza. Wow. Yaani niliuza nikasema wow. Kwa hiyo wewe mwenyewe unatakiwa uamini kila kitu unachokifanya. Lakini usifanye kitu imradi tu umekifanya. Kifanye kwa moyo, kifanye kwa upendo. Alafu umwachie sasa Mungu, hiyo ni kazi yake sasa yeye kukiweka. Exactly. Yes. So nafikiri tumejifunza mengi sana jamani. Kulalamika na kulia shida na kujivictimize. Everybody is a victim. Kwa hiyo inabidi ujitahidi kwa namna unayoweza kujipull au ujisogeza kwa namna ambavyo unaweza ili uweze na wewe kusaidiwa kuanzia pale. Kwa sababu mfano kama hivi nipa na bidhaa zake ni rahisi sana mtu kuja kumsupport kwa sababu anaona njete nikimpa hii hela nikinunua kitu nikifanya nini ninamsupport yeye na support foundation yake na support watu wengine. So inakuwa ni chachu ya maendeleo. Kwa nafikiri mmejifunza bwana. Mimi binafsi nimefurahi sana kuisikia story yake. Hakuna sehemu umemsikia akitia huruma, hakuna sehemu umemsikia akilaumu chochote ambacho kimeendelea kwenye maisha yake. So nafikiri ni somo kubwa sana la kuweza kujifunza. Nilikuwa naye nipo humu ndani siku ya leo na story yake tumeisikia na hopefully umejifunza na umetoka na jambo moja ama jingine kwenye story yake. So I hope utalifanyia kazi kwa sababu ndio lengo kubwa la Story Yangu Podcast, kuhakikisha kwamba unajifunza, unaburudika pia lakini pia unapata mchongo wa hapa na pale. So hopefully may enjoy. Bwana, episode zetu zinatoka episode 2 kila mwezi. So after every 2 weeks tunatoa episode moja. Hakikisha unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Tunatumia Story Yangu Podcast, lakini pia YouTube channel yetu ni Story Yangu Podcast. Kwenye digital platforms nyingine kama Boomplay, Audiomack, Spotify, kote huko unatupata kama Story Yangu. Unaweza kusikiliza story kwenye hizo digital platforms nyingine au kama ukitaka kusikiliza na kuangalia at the same time, unaenda YouTube tu unaandika Story Yangu Podcast. Episode zetu ziko pale. Unaziangalia kama unavyotaka, unajifunza, unachukua madini mbalimbali kutoka kwa wageni mbalimbali. Na tunahakikisha kwamba tunapata wageni tofauti ili muweze kusikia stories za watu tofauti ikuinspire wewe kuweza kupiga hatua kama kijana ambaye bado unajitafuta kwenye maisha au umeshajipata lakini unahitaji kuongeza madini hapa na pale kwa sababu kujifunza hakunaga mwisho siku zote. Ndio wanavyosema. Anyways, unaweza ukashiriki kwenye Story Yangu Podcast kama nilivyokuambia kwa njia mbili, kwa kuweza tuambia kama una story yako ukatuandikia briefly tu kwenye page yetu ya either Femina Hip au kwenye Story Yangu Podcast
podcast account ya Instagram, ukatuandikia kidogo tu story yako, tukapata mwanga story yako inahusiana na nini, na ikikidhi vigezo utakuja utaketi hapa utashare na sisi story yako. Alafu njia nyingine unaweza kutuambia ni mgeni gani ambaye unatamani aje usikie story yake, ni mgeni gani ambaye amepiga hatua kubwa unatamani kusikia alifikaje pale ambako amefika, and then sisi tutamleta hapa na kuhakikisha kwamba unaisikia ile story ya kwake. Mimi kwa leo sina la ziada. Shout out nyingi sana ziende kwa timu nzima ya production ambayo imehusika nyuma ya kamera, lakini pia bosi wetu kabisa anaitwa Kastori ambaye kahusika kwenye mambo mengi sana kuhakikisha anafanikiwa, producer pia wa Story Yangu podcast ambaye anajulikana kama Tracks Official. Shout out nyingi sana ziende kwake, na makeup artist ambaye ndo ametupendezesha mimi na Nipa siku ya leo anaitwa Vicky Chaz. Shout out nyingi sana ziende kwao, na mimi na wewe tukutane tena after 2 weeks. Bye. Story Yangu podcast, utajifunza kitu.